Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili ametoa msamaha kwa wafungwa. Ameweza kuendesha na kuunda hichi chombo kupitia watu wetu. Ameunda hichi chombo cha mahakama mtandao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto katika mahakama mtandao. Maana yake ni nini? Wizara ichukue hatua ya kuelimisha Watanzania faida za mahakama mtandao na ni nini. Maana yake wengi hawajui. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitembelea gereza la Isanga. Tutakuta wafungwa wanasikiliza kesi zao kwenye mahakama ya mtandao comfortable. Maana yake ni nini? Mlundikano umepungua, lakini watu wako imara wanasikiliza kesi zao. Kuna changamoto ya interneti. Naomba hili Mheshimiwa Waziri ulishughulikie. Wakati kesi zinaendelea, kuna katika kwa mitandao, kwa hiyo kuleta adha kwa wasikilizaji lakini na waendesha mashtaka. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna uhaba wa wataalamu wa tehama ambao wanaendesha mitambo ile. Niombe Mheshimiwa Waziri, kupitia magereza waajiriwe watu wenye uweledi wa kuweza kusimamia hili. Lakini kuna changamoto za nyumba zenye huo mfumo wa mahakama mtandao. Uliangalie ili dhima iweze kuchukuliwa inavyotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hilo nipongeze jeshi la magereza. Wanafanya kazi ya kizalendo na ya utu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri serikali hawa watu wawekewe miundombinu thabiti. Wana hekari zaidi ya 42 nchi nzima, lakini hawana vifaa vya kisasa vya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe watu hawa wapewe vifaa vya kisasa kwenye taifa letu. Mvua ikinyesha, Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kupiga magoti na kumshukuru Mwenyezi Mungu, watu wanaingia kusali na kuomba na kulia kwa kuwa watavunjiwa nyumba, barabara zitaharibika kwa sababu hatujatengeneza miundombinu ya kupita maji ya mvua. Niombe liwezeshwe jeshi letu la magereza kutengeneza miundombinu ya kuvuna maji ya mvua. Haya maji yasiyo kilio yawe kicheko, yasaidie kunyeshea kwenye mazao watakayoyalima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niongelee kwenye jeshi la polisi. Jeshi la polisi linafanya kazi yake nzuri sana kwa weledi mkubwa sana. Utulivu wa Tanzania ni matokeo haya. Naomba niwapongeze kwa namna ya tofauti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vituo ambavyo haviko sawa. Kituo cha kata ya Mabogini, jimbo la Moshi vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, askari wanaogopa kukaa ndani. Kituo kimebomoka, hakifai kufanya kazi. Niombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja hapa uniambie ni lini kituo hichi kitajengwa ili kulinda wananchi zaidi ya 50,000 kwenye kata ya Mabogini ambao wanategemea usalama wa hili taifa. Lakini kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msahafu wapo, kwenye Qurani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni hile. Na kemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee tena. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea, kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Ninasema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi.